So karibuni sana watazamaji. Kwa majina naitwa John Naipa. Leo tuko maeneo ya Lekasasi. Tuko na mgeni mmoja hapa. Kuna baadhi ya maswali nataka tuulize. Acha tusalimie na tuambie kwa majina, anashiriki wapi. Habari zenyu. Nawasalimia nyote katika jina la Yesu Kristo. Naitwa Monica Wanjiru. Mimi ni mama, nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana katika maisha yangu, na nafurahia neema yake na upendo wake wa wokovu juu kama sio yeye, huyu mama ambaye mmeona mbele zenyu hangekuwa vile alivyo. So kuokoka naweza sema ya kwamba ni faida vile nimetazama kwa mtazamo wenyu, na mbarikiwe sana tunapoendelea. Asante sana. Tulikuwa tunataka kujua maybe mbona watu wapendi kukuja kanisani. Kile naweza sema ni kwamba kwa hakika kuna mtazamo tofauti kwa kila mtu binafsi kuhusu kanisa. Lakini kama jinsi neno la Mungu linasema ya kwamba kumuogopa Mungu ndio chanzo cha kuwa na hekima. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tunaweza kuwa ya kwamba wengi wamepotelea sana katika ulimwengu na hawana huu moyo wa kumjua na kumuogopa Mungu, na wengine labda kutokuwa na huo ufahamu wa kwa nini niende kwa nyumba ya Mungu. Hiyo ni jambo moja ambalo linawazuilia watu kuingia kanisani. Wengine wamefungwa vifungo vya kazi. Mtu anaona afadhali ningeenda kazi nitapata pesa, anaamua afadhali niende kanisani, niende kazini nikose kwenda kanisani, akikimbilia pesa. Lakini kila kitu naweza sema ni kwamba kuna malipo zaidi kwa kujitoa katika kuingia kwa nyumba ya Mungu na kwa kazi ya Mungu kuliko hii inaonekana katika hali ya macho. Kwa hivyo wengine ni kutokuwa na ufahamu, wengine ni just ignorance. Hawataki, wanataka tu kukaa kulingana na labda mwingine ashaenda mahali fulani akaona jambo kwa matarajio yake haikuweza kumridhisha, akaweza kuweka hiyo kwa moyo na akaweza kuwa wa kukaa nyumbani. Kwa hivyo kile naweza sema kila mtu ako na hali ya mtazamo wake tofauti kwa nini asiingie katika kanisa. Lakini visababu vingi ni kutokuwa na ufahamu, kazi, ignorance. Hizo ndizo baadhi ya zile sababu. Asante sana. Na pia tunataka kujua tangu wewe uokoke, ni manufaa gani unaona katika uokovu? Mimi naweza sema kuokoka, hali ya maisha ya wokovu huwezi linganisha na hali ya maisha ya dunia hii. Kabisa mimi niliokoka nikiwa mama, na niliokoka baada ya kukaa katika hali ya maisha ya ulimwengu huu, na nikaweza kuona hali kumkimbilia Mungu. Na tangu nilipookoka kuna utofauti mwingi sana ambao naweza sema ya kwamba nimeweza kuuona. Kwanza, katika maisha ya mwanadamu wa kawaida unakuwa na hali ya kuwa unategemea watu. Unaona ya kwamba naweza tegemea marafiki, naweza tegemea dada, naweza tegemea ndugu ama na wazazi. Lakini unapojua siri ya kwamba yeyote anayemtazamia mwanadamu amelaaniwa na umtazamie Mungu, kwa hakika unaona utofauti. Kwangu nimeona utofauti kwa sababu nimejua kumtegemea Mungu, ambaye Mungu hawezi kukufail, ambaye hawezi kukuangusha, ambaye hawezi kukuacha, kwa sababu Mungu ndiye huo unabaki na yeye ukiwa katika hali ya uhai na hata katika pale kaburini. Kwa hivyo katika hali ya kuokovu wangu nimeona faida ya kujua kutegemea Mungu. Siwezi chukia mtu nikitarajia matarajio mengi kutoka kwa watu. So tarajio langu natokana nalo, naenda kwa Mungu na anaweza kulitimiza. Jambo lingine ni amani ya moyo. Ile tu amani ya Yesu. Uwe usiwe,
uko na amani yake Yesu. Na mimi hiyo ni jambo najivunia sana, kwa sababu kwangu huwezi jua nikiwa nayo kama sina. Huwezi jua nikiwa na hii challenge ama sina, kwa sababu kama nimejua kumwelezea Mungu na kumtegemea Mungu, hata ikijua, ninajua ya kwamba neno la Mungu ni kweli na limeahidi ukweli, na kwa hivyo sitakuwa na hali ya hofu zozote. Pia tulikuwa tunataka kujua katika wokovu kuna challenges maybe katika wokovu, kwa sababu tukisema kuna mahali hakuna challenges tutakuwa tukidanganya, lakini mkono wa Mungu unakuanga umetushikilia, kwa sababu even if challenges come, unaweza kujitia moyo kwa neno lake Mungu ambalo linasema mimi ni zaidi ya mshindi. Na any challenges huwa zinakuja kwa sababu expectation ya watu kama wewe umeokoka. Nimesema ya kwamba you gain the joy of God, na Mungu anakupatia the favor na kibali cha kuonekana wewe hauna shida zozote. So ukikuja kwangu unatarajia huyu mtu ameokoka, nikimuitisha 5,000 huyu hawezi kosa, but they don't know that I'm in that situation ya pia hata mimi sina. Other challenges ni expectation ya watu. Watu wanataka kukuwekea wewe umeokoka hufai kupita hapa, wewe umeokoka hufai kupita hapa, but I will not call them challenges. I will not call them challenges. I will just call them ways ambazo za kuweza kudhihirisha ukuu wa Mungu katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu God has helped us to overcome. The Spirit of God has helped us to overcome. Pia temptations wakati umeokoka, life is not that iko that mnywe, but there is the Spirit of God ambazo huwa inatusaidia ku overcome. So kwangu sitasema ni challenges. Sitasema kwangu ni challenges sana, lakini ni hali tu ya maisha ambayo tunamtazamia Mungu, so that hata tunamjua Mungu zaidi, na pia ile testimony ya ile jambo ambalo ulikuwa umeliona kama ni ngumu kwako inakuwa inafanyika na inatengenezeka ndani yako. So I'll not call them challenges, I'll just call them ways of God to make me stronger in him. Yeah. Asante sana. Pia tulikuwa tunataka kujua, tuseme maybe kuna watazamaji wanaotutazama, na unawezaje waambia ambao bado hawajapata ufahamu wa kujua Mungu? Kile naweza kuambia yeyote anayeweza kuwa anasikiza hii sauti yangu ni kwamba kuwa na Yesu kuna faida yake. Kuwa na Yesu haupotezi. Kuwa na Yesu umebarikiwa, na kuna raha ndani ya Yesu. Na katika kila wakati, katika hali ya maisha ya wokovu, ningeomba wewe ambaye haujaokoka, wewe ambaye haumjamkiri Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, wewe ambaye hujaamini ya kwamba alikufa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zangu, na ukiri hivyo, ukaweze kufanya uamuzi wa kuweza kuja na kufanya na kuamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, na kwa hakika minyororo huwa inafunguka. Kwa hakika dhambi huwa inasamehewa, amani huwa inapatikana. Utaweza kuonyeshwa njia kupitia kukiri Yesu Kristo. Kwa hivyo mimi ningekusihi wewe ambaye uko mahali pale haujajiona na yeye Kristo, yeye ndiye njia, yeye ndiye ukweli, yeye ndiye uzima, ya kwamba kama unataka kuonyeshwa njia, yeye ni njia. Kama unataka ukweli wa maisha yako, yeye ndiye ukweli, yeye ndiye aliye na uzima, na yeye ndiye nuru atakaye kusaidia kukumulikia katika hali zote ambazo unaona ni giza katika maisha yako, ambazo unaona haziwezekani katika maisha yako. Usipambane hapo peke yako, usitumie nguvu. Neno la Mungu linasema sio kwa nguvu zetu, ila itagharimu tu Mungu aingilie kati ndio kaweze kutokea ukiwa mshindi. Asante sana. Sasa tuseme kuna mtu anatutazama akitaka kuwapata maybe kanisa lenu, anaweza wapata aje? Napatikana mahali pale kunaitwa Ole Kasasi, ambayo iko katika Kajiado Rongai, na kishukia tu pale Masai Road, useme ushukishwe kwa primary ya Ole Kasasi, utaona hapo hivyo kuna parking. Tunaitwa Faith Celebration Center, City on a Hill, na tumefanyika kuwa mji ulio juu ya mlima kwa sababu tukiwa na Yesu tumeitwa tung'ae. Kwa hivyo ukituhitaji,
Sisi tuko mahala pale Ole Kasasi, karibu na primary school ya Ole Kasasi. Hapo parking utaiona kanisa ya Faith Celebration Center. Njoo tubarikiwe na wewe, njoo tukaweze kutangaza injili ya Yesu Kristo na wewe, na tukaweze kuwa watumishi wake Yesu Kristo. Asante sana, Mungu akubariki. Mtu follow na mshare na pia subscribe hapo. Asanteni sana.